Sawa sawa. Yeah. Na katika vyote hivyo unadhani ni kitu gani ambacho wakati unafanya application ya kuja Ufaransa au kuomba scholarship ungekifahamu kingekusaidia zaidi au kingebadilisha mwanzo wako kupunguza changamoto chache? Umri. Yani baada ya kufika Ufaransa kama nilivyokuambia nimesoma labda tuwarudishe tu watazamaji, nimefanya masters yangu Paris. Chuo kinaitwa Paris-Saclay University. Hiki chuo bwana ni kikubwa sana. One of the best hapa Ufaransa. Sasa Ufaransa kuna utaratibu kwamba unaweza kufanya masters yako alafu hizo masters zina utaratibu tofauti. Mfano kuna masters unaweza kuwa unasoma alafu zina opportunity za kufanya alternate between school na kazi. Sasa ile ni nzuri sana kwa sababu ndani ya miaka miwili unakuwa umepata experience ya kazi minimum miezi 12. Sasa sasa bwana zile zina limit ya umri. Okay. Mwisho miaka 30, yani 29 pale. Sasa sasa ukichelewa sana, mimi nilipoingia mwaka wa pili nilitaka kufanya hivi. Kwa sababu hiyo clinical trials development kuna course kabisa specific masters mwaka wa pili specialized kabisa. Ambayo itakuwa pia experience ya miezi 9 huko ndani ya mwaka mmoja. Okay. Ile bwana niliomba pale. Ni course ambayo ni nzuri, iko well structured. Watu wa industry wanafundisha, yani ilikuwa nzuri sana. Nikaomba, nikajibiwa umri wako kwa hii course huwezi kuingia kwa sababu inabidi kufanya alternance na ita na alternate. Ndio hiyo age limit miaka 29. Nikasema kumbe ningekuja mwaka jana bwana. Kwa hiyo kwa ushauri wangu kwa watu ambao wanataka kusoma nje, ukimaliza kwa mfano wengi wanamaliza bachelor's degree around miaka 24 25. Kufanya kazi miaka miwili hivi inatosha sana kukupa experience kwanza. Na kukufanya ujue unahitaji nini. Alafu kama unataka una ndoto za kusoma sasa nje kwa mfano, ni vizuri kufika kwenye hiyo age 24 mpaka 28. Yani ni age nzuri. Sisemi waliozidi hawataki kuja. Alternatives ziko nyingi. Lakini faida pia zipo nyingi zaidi unapokuwa mdogo. Sawa.